Nyaraka za mafunzo kwa wazalishaji wadogo: kufuga kuku na kupata faida. Malengo ya moduli hii ni kukuonyesha namna ya kuwekeza katika namna endelevu, kukusaidia kukuza mtaji wako kadri muda unavyosonga mbele, kukusaidia kusimamia mifugo yako kwa kufuatilia ufugaji wako, kukufundisha namna ya kutunza kitabu cha kumbukumbu za hesabu ili kujua unapata fedha kiasi gani. Kufuga kuku na kupata fedha. Kuwa mfugaji wa kuku kunaweza kukupatia fedha za kukidhi mahitaji ya familia yako. Kuwa na mpango wa biashara kutakusaidia kuhakikisha kwamba biashara yako ya ufugaji wa kuku inaweza kuongeza faida na kusaidia katika kununua mahitaji ya familia. Ufuatao ni mfano wa mpango wa kufuga kuku. Ili kuanzisha biashara yako ya kufuga kuku, utahitaji kuwekeza fedha zako mwenyewe katika kununua vifaranga mchanganyiko, majike na madume kutoka katika sehemu ya kuzalisha vifaranga. Kuku watakuwa na umri wa wiki 4. Kwa wiki 10 za mwanzo, waache vifaranga wako wakue kwa kuacha wajitafutie chakula nje na wape mabaki ya chakula au mabaki ya mazao. Ingawa kuku wanajitafutia chakula, kuwapa kiasi kidogo cha chakula kutasaidia kuwa na nguvu ya kwenda kutafuta chakula. Kama unawapa chakula, wape kiganja kimoja tu cha chakula kwa siku sawa na gramu 25 kwa kila kuku. Katika wiki ya 10 majogoo yatakuwa tayari kwa ajili ya kuuza kwa kuwa yatakuwa yamefikia uzito unaotakiwa sokoni, takriban kilogramu 2. Uza majogoo na endelea kufuga mitetea kwa kuwa itaanza kutaga muda si mrefu. Tumia baadhi ya fedha ulizopata kwa kuuza majogoo kununua vifaranga wengine kutoka katika sehemu wanazozalisha vifaranga. Unapaswa kuwa unawekeza tena kwa kutumia baadhi ya fedha kununua vifaranga wengine. Endelea kutunza mifugo yako. Unaweza kutumia mayai kama mlo katika familia yako. Kula mayai na nyama ya kuku kunaweza kuwasaidia watoto wako kukua vyema na kuwafanya wawe wenye afya. Pia, unaweza kuuza mayai kwa watu wanaokuzunguka. Unaweza kutumia fedha ulizopata kwa kuuza mayai kununua mahitaji ya nyumbani au kuzitumia kununua vifaranga wengine. Katika wiki ya 20, majogoo uliyonunua katika awamu ya pili yatakuwa tayari kwa ajili ya kuuza. Endelea kufuga mitetea. Endelea kuifanya biashara yako ikue kwa kununua vifaranga wengine kutoka katika sehemu za kuzalishia vifaranga. Endelea kutunza kuku wako. Kundi la awamu ya pili la mitetea sasa litakuwa limeanza kutaga mayai pamoja na kundi la kwanza. Unaweza kutumia fedha kwa namna utakavyoamua. Endelea kufanya hivi mpaka utakapokuwa na mifugo mingi. Kiasi sahihi kitategemeana na ukubwa wa eneo lako, lakini kinaweza kuwa kuku 20 hadi 30. Katika wiki ya 80 ni muda wa kuanza kula au kuuza mitetea yako uliyonunua katika awamu ya kwanza. Utatakiwa kuwala au kuwauza kwa kuwa wataacha kutaga. Namna ya kufuatilia mifugo yako. Ni muhimu kujua una kuku wangapi katika banda lako na wanataga mayai mangapi. Ni muhimu kufuatilia ili kukusaidia kuona namna biashara yako inavyokuwa. Andika tarehe ya kuanza biashara yako na idadi ya kuku unanunua katika sehemu za kuzalishia vifaranga. Andika katika daftari lako tarehe ambayo mifugo inapungua katika banda lako. Unaweza kuandika maelezo ya kwa nini wanapungua, kwa mfano wameuzwa, wameliwa au wamekufa. Vile vile, kila unaponunua vifaranga wapya andika katika daftari lako. Endelea kufuatilia kuku wote katika banda lako. Kuku wa awamu ya kwanza wanapoanza kutaga andika katika daftari la kufuatilia. Andika idadi ya kuku wanaotaga na idadi ya mayai unayokusanya kwa wiki. Baada ya muda kupita utaweza kuona namna biashara yako inavyokuwa.
Namna ya kutunza ledger ili kusimamia biashara yako. Ledger ni rekodi ya maandishi ya fedha unayoipata na kutumia katika biashara yako. Ledger inakusaidia kuona ni fedha kiasi gani inaingia na ni kiasi gani inatoka ili ujue kama unapata faida. Anza kwa kuchora jedwali ambalo utaandika fedha zinazoingia na zinazotoka. Unaweza kuongeza safu ya kuandika baadhi ya taarifa. Wakati wa kuanza biashara, andika kiasi cha kuku ulionunua na kiasi cha fedha ulizolipa. Ongeza gharama zozote zilizoongezeka, kwa mfano chakula. Ongeza safu ya salio ili kukuonyesha kiasi kilichosalia. Endelea kuandika katika ledger yako kila mara unapoingiza fedha au unapotoa fedha. Jumuisha mapato yanayotokana na kuuza mayai na manunuzi ya kuku wengine.